Katika kipindi chenu hiki cha Asiratu Nabawiyya bado tunakwenda hatua kwa hatua katika maisha ya Bwana Mtume Muhammad. Walaqad nabba'tukum anifan anna kulla khatwatin khataha Rasulullah fiha ibra. Hili jambo nalikariri kila wakati kwamba asira laysat mujarrad kalimatun tuqra wala mujarrad kalimatin tunshar au mujarrad mistari tunayoipanga katika kusoma vitabu vya sira, lakini kila tunachokisoma ndani yake kuna haqaiqu ilmiya na kuna durus na kuna tazkia ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sharaha ala ummati. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tunaanzia pale tulipoachia jana, na tulifika pahala aslama Umar ibn al-Khattab. Wakati nilipokuwa chuo tukisoma, kuna wakati mwalimu wetu aliingia, mwalimu wa kusomesha history, akaandika kwenye ubao as-sakhru yadhub. Maana yake ngome inayayuka. Nikasema leo anataka kutusomesha nini mwalimu? Mambo ya geography, mambo ya nini? Anataja mambo ya ngome wakati yeye ni mwalimu wa historia. Sote tukakuwa tuna hamu kubwa ya kusikia nini sakhru yadhub. Ma huwa sakhru alladhi yadhub? Hiyo ngome inayoyayuka na melt ni ngome gani? Baada muda mchache akaja akatusimulia qissatu islami Umar, fakana as-sakhr huwa sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Kumbe ile heading au maudhui aliyoandika pale ya mada ya leo kwamba as-sakhru yadhub, alikuwa anakusudia ngome yenyewe ni Umar ibn al-Khattab, inayayuka kwa maana ya pale alipoisoma Qur'anul Karim. Asema watu hawakutarajia, na ndio maana Ummu Abdillahi aliyekuwa na safiri kwenda Ethiopia, wakati wanajificha ficha yeye na mumewe akamuuliza hal raaki ahadun, wakati unakuja huku asije akawa mtu kakuona. Sema maraani illa Umar, aliyeniona mimi Umari tu. Akasema Umar huyo ndo mkali wao, ndo kakuona? Asema wallahi kaniona na huwezi kuamini alichoniambia. Kakuambia nini? Kaniuliza mnaondoka. Kasikitika kwa kuwa watu wanafarikiana, alafu tena sio hayo tu, kaniombea na dua. Umar anasema twende salama tunakokwenda. Hakukufanya chochote, hakukuzuia. Hakunizuia. Yule mume akamuuliza yule mkewe, la'allaki tamati fi islami Umar, kana kwamba nakuona mke wangu unatamaa kwamba Umar ataslimu. Mwanamke akasema kwa nilivyomuona leo, riqa, rahma, huruma lokuwa nayo, kuna jambo. Akamwambia yule mumewe, wallahi la yuslimu au lan yuslima Umar hatta yuslima himaru al-Khattab. Kama punda wa Ibn al-Khattab wataslimu, basi Umar anaweza kaslimu. Huyu mbariki ni mtu wa mwisho watu kufikiria kama anaweza kabadili dini, lakini Mwenyezi Mungu anafanya yake. Hapa tunasoma kwamba usimkatie mtu tamaa. Kuna watu sisi huwa tukiwaona tu tunawakatia tamaa moja kwa moja, kwamba huyu motoni. We moto umeumba wewe kiumbe chako kile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waacheni afanye kazi yake, na miongoni mwa kazi yake humuongoza mtakaye. Huwezi ukajua mtu atamalizia vipi maisha yake. Kwa hiyo tuache mambo ya kuwahukumu watu na kuingia katika nyoyo za watu. Hapa anasema huyu bwana Umar hawezi akasilimu, labda punda wa Khattab wanaweza wakasilimu, lakini yeye hawezi. Kilichompata Umar ni kuhakikisha kwamba anarekebisha ili tatizo kwa kumuondoa mtume duniani. Tatizo la tafriqa baina al-ahli wa ahlihim wa baina al-abi wa ibnihi wa baina az-zawji wa zawjatihi. Anasema Muhammad kaja kutufarikisha, kututenganisha, akatafuta upanga swariman
akaonekana anakwenda anamtafuta Muhammad. Mtume alikuwa anajificha katika nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam, kakutana na Naim au Nuaim, anamuuliza ila aina ya Umar walima hadhihi almishya, mbona uko katika harakati, unakwenda wapi? Anaambia utasikia habari sasa hivi, ila Muhammadin liaqtulahu, nakwenda kwa Muhammad na naenda kumuua. Sasa asema bwana, wewe unachekesha kweli kweli. Atadhunnu anna bani Abdul Muttalib, bani Abdi Manaf, unafikiri kwamba hawa watoto wa bani Abdul Muttalib, bani Hashim, watoto wa Hashim, unadhani kwamba watakuachia bure bure umemuua mtoto wao? Muhammad ana kabila kubwa, bani Hashim hawa ni wengi na ni watu waheshimiwa, hawatakuachia hivi hivi kwa kumuua. Anasema hata kama hawatoniacha lazima nitakuwa nimeshatekeleza moja miongoni mwa mambo yenye kutupa relief kwa kumuondoa Muhammad. Naim akamwambia, lakini mimi nataka nikupe habari nyingine kabla hujamuua Muhammad. Hilo ambalo kalileta Muhammad limeshaingia nyumbani kwako. Ukhtuka Fatima bintu al-Khattab wa zawjuha Sa'id ibn Zaid laqad a'tanaqa al-Islam. Dada yako na shemegi yako Sa'id wameslimu. Sasa kabla hujamkata kichwa Muhammad, kawakati kichwa wao kwanza. Ndio akageuza akaenda zake nyumbani kwake, nyumbani kwa Fatima dada yake. Kufika nasikia watu wananong'ona ndani kwa kusoma maneno, dandana zile maneno yale Qur'an. Akagonga mlango kwa kishindo, anauliza mwenye nyumba, man bilbab? Nasema ftahu albab, ana Umar. Mwalimu akafichwa. Mwalimu alikuwa ni Khabbab ibn al-Arat. Nakumbuka tulipokuwa madrasa wakati wa kule Madrasatul Husna sehemu ya Malindi kule Kenya, tulifanya tamthilia. Wenzangu wote tulikuwa pamoja wanazikumbuka hizi kama drama fulani ya kuslimu kwa Umar. Mwingine alikuwa Said ibn Zaid, mwingine alikuwa ni mke wake, mwingine alikuwa ni Khabbab ibn al-Arat, mwingine alikuwa Umar ibn al-Khattab na upanga. Ziliweka hii image katika moyo wangu wakati huo, sisi ni watoto, mpaka leo kana kwamba namuona yule Umar namna alivyokuwa ameutundika upanga wake mkali, na namna anavyokwenda, na namna alivyorusha bao lile, na namna alivyomdondosha shemegi yake, alivyompiga ukhti yake, na namna Qur'ani pale ilikuwa ikisomwa. Ilikuwa ni hafla nzuri sana ambayo iliacha athari, na hizi ni moja katika mbinu za kusomesha. Walimu wanatakiwa wazitumie kudramatize, kudemonstrate, ili inaacha image imechongwa katika moyo wa kijana, anakuwa nayo na anaishi nayo katika maisha. Wanasema Waarabu, al-ilmu fi as-sighari kanaqshi fi al-hajari. Elimu kutokea enzi za utoto ni kama kulichonga jabali. Khati zake haziwezi zikaharibika kwa mvua, kwa maji, kwa mchanga, kwa hali yoyote. Lakini elimu ya wino inaweza yamuru alayhi wa yaakuluhu zaman. Umar ibn al-Khattab anauliza, ma alladhi kuntum taqrauna, ma hadhihi ad-dandana allati kuntu asma'uha? Mbona mlikuwa mnasoma kalam gharib hapa, maneno ya ambayo nini mnasoma? Asema hakuna, tunazungumza maneno ya nyumbani. Hapana, hapo shemegi ashadondoshwa kwa kibao, ukhti yake Fatima nishapigwa, ameshakasirika, anambia naam ya adu wallah, laqad aslamna wattaba'na Muhammada fasna ma badalak, fanya unavyotaka kufanya, sisi tumeshaslimu, tumemfuata Muhammad. Nipe karasa na wilini sahifa, nipe hiyo kurasa unazosoma hizo. Akambia innaka mushrikun najisun la taqtasilu min aljanaba. Wewe kwanza mshirikina, wewe unaabudu masanamu, wewe mtu hujisafishi, hizi haziguswi isipokuwa na mtu msafi. Dada anamwambia kaka yake, sasa nifanyeje? Sema nenda kaoge alafu ndo unaweza ukakamata. Akajitahirisha Umar, akarudi akakamata. Bismillahirrahmanirrahim. Sasa hii ndo ngome inayayuka kwa kusoma Qur'an. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Akazisoma Omar, ni Mwarabu Omar, tena arabiyun quh waliaqha, walikuwa na fasaha na wanaelewa kila kitu bilmarma walmaghza walmaana, balagha zake na fasaha zake na maani zake, lugha yao. Kwa hiyo kila herufi ilikuwa anaisoma ilikuwa inamuingia. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa bighfika Allah la ilaha illa ana. Zote hizi ni tauhidi zinazopingana na ibada za masanamu. Omar akawa ameshayayuka kabisa, athari imepiga kabisa, moyo umebadilika, umegeuka. Kafiri kabadilishwa kwa kusikia na kusoma Qur'an, kaathirika na Qur'an. Sisi Waislamu tunazisoma usiku mchana, hazitubadilishi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akauliza aina Muhammad. Alipouliza swala hilo, Khabbab akachomoka kutoka mafichoni, ana adulluka ala Muhammad, twende nikakuonyeshe Muhammad yuko wapi. Kwanza unataka nini? Uridu an uslima baina yaday, nataka nisilimu mimi nimfuate Muhammad. Haya si maneno ya kawaida. Wakamchukua wakampeleka katika Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, akatoa shahada Umar baada ya kuonana na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusilimu tu akamwambia Mtume, alasna ala haqq, sisi tuko katika haki au batil? Mbona tunajificha? Tutokeni tuwadhihirishie watu kwamba sisi tumesilimu. Inasemekana wanachuoni wa history wanasema baada ya kusilimu Umar aliwauliza maswali, ni nani alikuwa mnamuona anapinga sana hii dini? Akamwambia Abu Jahl. Akaondoka Umar mpaka kwa Abu Jahl, akaugonga mlango. Abu Jahl anafungua, anaambia Abul Hakam, laqad aslamtu wattaba'tu Muhammadan ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Abu Jahl akaugonga mlango kwa ghadhabu kwamba tumekimisi kifaa muhimu sana katika ushirikina. Omar kamfuata Muhammad, tumesha lose, tumepoteza. Kafunga mlango kwa ghadhab. Akauliza tena Omar kuuliza, mnamjua mtu ambaye hafichi siri na kwa kitu anachokisikia tu yeye anakieneza katika mitaa? Kwambia yupo mtu anaitwa Jamil. Wakamfuata Jamil, yule bwana pale, yule bwana lolote atakalolisikia analieneza mitaani. Akaenda Umar akamwambia Jamil, nataka nikupe siri, usije ukamwambia mtu, mimi nimeslimu, nimemfuata Muhammad leo. Umar anasema nilipomwambia vile tu bwana yule hakusubiri hata neno la mwisho, kachomoka pale pale akaanza kutangaza laqad sabaa Umar. Abdullah ibn Umar anasimulia hii habari, asema jamaa alichomoka kama mkuki kwenda kueneza. Maana kuna watu wao hawavumilii kusikia habari, wakisikia tu tayari anaenda kuipeleka. Utamu wake ni kupeleka mambo baada ya kuyasikia, na hili ndilo lilokuwa kilitaka Umar, yani mambo yake yaenee haraka haraka kwamba yeye kaslimu,
watu wote wa dunia nzima wajue kwamba Umar ibn al-Khattab kaingia katika Uislamu. Hakutaka iwe siri. Jamil akaenda akalieneza kwa makafiri wote, watu Makuraishi wa Makka, bila kasaba Umar, jamaa sikilizeni, Umar kaslimu. Saba, wao sema saba yani ametoka katika ile dini kaingia katika dini nyingine. Umar anamwambia sio saba, aslam, sema amesilimu. Yani anamrekebisha, sema amesilimu Umar. Akatangaza, watu wote Makka wakapata habari kwamba Umar kaslimu. As-sakhru yadhub, jabbarul jahiliya, imlaq giant lokuwa katika ujahiliya, Umar kama ngome imeyayuka kwa ayatin min al-Qur'ani tutla. Uislamu kapata watu wawili very strong, Hamza hami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na Umar ibn al-Khattab. Waislamu wakaweza kuondoka katika hatua kwenda katika hatua nyingine. Abdullah ibn Mas'ud anasema, laqad kana islamu Umar fathan wa kanat hijratuhu nasran wa kanat khilafatuhu wa imamatuhu rahma. Anamzungumzia Umar, anasema kusilimu kwa Umar ilikuwa kwetu sisi ni kufungua milango na kufungua mambo, na hijra yake ilikuwa ni ushindi, na uongozi wake ilikuwa ni huruma. Wallahi ma sallaina inda al-Ka'bati illa ba'da islami Umar. Abdullah ibn Mas'ud asema hatukuwahi kusali mbele ya al-Kaaba, tulifanya hivyo aliposlimu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, waziri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, khalifa wake wa pili katika maisha. Huyu tutakwenda huko mbele, tutaona namna ambavyo alikuwa kiungo muhimu sana katika da'wa na katika masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata al-iman, tulizungumza kwamba hijra ya kwanza ya kwenda Ethiopia waliondoka takriban watu wachache tu, ambao wakihesabika kwa ikhtilafu za aqwali ulama hawazidi 18. Wengine wanasema ni 14, 15, 12, lakini hawazidi 18 kama tutaongeza katika zile ikhtilafu na kukata moja kwa moja. Ni watu wachache, 20 hawafiki, lakini wakiongozwa na Uthman ibn Affan ambaye ni mkwe wa bwana Mtume kwa kumuoa binti yake Ruqayya binti Sayyidina Muhammad. Kiongozi wa msafara alikuwa Uthman ibn Mad'un. Wakafika zao Ethiopia, inasemekana walikaa kule kwa muda wa miezi mitatu. Miezi mitatu hii baadaye wakarudi Makka. Kwa nini walirudi? Tulizungumza kwamba walirudi kutokamana na ishaa, maneno ya kueneza yasiyokuwa ya ukweli. Kwa sababu baada ya kuslimu Umar na Hamza, Uislamu ulipata nguvu. Waislamu wakasali mbele ya al-Kaaba. Alafu iliposhuka suratu Ar-Rahman, An-Najm, suratu An-Najm, wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Alipoisoma bwana Mtume sura hii mbele ya Makuraishi, Waislamu na wasiokuwa Waislamu wote walisujudu baada ya kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam kasujudu. Wote ikaenea kwamba Makuraishi wameslimu. Ile kusujudu baada ya Mtume kusujudu na Waislamu kusujudu, isipokuwa yule bwana aliochukua gao la mchanga tu akaliika katika baba lake la uso, akasema hii inanitosha peke yake, Umayya. Wote waliokuwepo pale walisujudu. Hii ikaleta athari ya kuenea baadhi ya maneno yaliyofika mpaka Ethiopia kwamba laqad aslamat Quraish, المشركون الذين يعبدون الأصنام تركوا عبادة الأصنام ودخلوا في الإسلام. وإسلام wameingia hao wote sasa. Sasa hivi Maka hakuna tena hatari, kumekuwa shwari. Makafiri walikuwa nakupigeni vita wameslimu. Sasa kama tuko huku ukimbizi, tumekimbia adhabu walizokuwa natupa wanatuadhib, sasa hivi kuko shwari, tunaendelea kukaa ugenini. Kwa nini? Tumewatupa watu wetu kule, jamaa zetu, tumeondoka kwa siri, kwa hofu. Turudini. Hichi ndicho sababu cha watu kurudi
kutoka Ethiopia, wale waliokwenda kule, kina Ummu Salama, kina Zubair ibn al-Awam, kina Uthman ibn Mad'un, wakarudi. Kurudi sasa, wakifika katika bandari ya Jeddah na kuingia katika viunga vya Maka, wakakuta kumbe ni wrong information wamepata. Adhabu ilizidi maradufu, ikabidi sasa waingie katika mji wa Maka kwa staili fulani. Kulikuwa kuna system ile inaitwa jiwar, yani mtu anakudhamini kwamba fulani ni adui anatafutwa, lakini mimi namdhamini asiguswe na mtu. Ilikuwa inawezekana. Kwa hiyo anakudhamini hata ambaye hayuko na wewe katika believe na imani yako. Kwa hiyo hata makafiri, maadamu jamaa zao Waislamu wanapata tabu, walikuwa wanaweza kwa ukabila na ujamaa wakasema, mimi namdhamini mtu fulani yuko katika jiwari yangu, haguswi na mtu. Ndio maana Uthman ibn Affan alipoingia Bani Umayya, ambaye ni kabila lake na watu wake, walimdhamini, sema huwa fi jiwari. Uthman ibn Affan na Ruqayya wataingia, hawaguswi na mtu. Kwa hiyo ukishakuwa umeshadhaminiwa na watu wako katika himaya yako, hakuna mtu yoyote atakayekugusa. Wakaingia baadhi yao kwa staili hiyo, waliopata jiwari wakaingia katika mji wa Maka. Wengine waliamua kurudi tena Ethiopia, wakaona kwamba kumbe tumepata wrong information, hali imebadilika. Alhasil, adhabu zikawa ziko pale pale, watu wanaendelea kuteseka mpaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri tena ya idhni ya kwenda zao watu Habasha tena huko. Hii inaitwa alhijratu thania ila alhabasha, hijra ya pili kwenda Ethiopia. Hii hijra ya pili, vijana wengi waliokulia kuitizama ile filamu ya Ar-Risala, ndicho kipande ambacho kimechezwa katika filamu ile, katika hijratu thania. Kipande cha kwanza au hijra ya kwanza mara nyingi sana watu huwa hawaizungumzi. Ukisikia alhijratu ila alhabasha, mara nyingi katika vikao vya sira inazungumzwa hii hijra ya pili, ambayo watu wake walikuwa wengi zaidi. Lakini pia hii ilikuwa hatari kuliko ile ya kwanza. Ile ya kwanza tumesema walikuwa wanatoka kwa siri, kwa sababu wakionekana wanarudishwa, na walifuatwa na makafiri mpaka katika bahari ya Jeddah. Wakifika tu boti mbili zile au jahazi mbili zinaondoka, hawakuwakamata. Kwa hiyo waliporudi, hirasa na security ya mushrikina ikawa kubwa, kwa sababu wameshajua kwamba hawa Waislamu kumbe walikuwa Ethiopia na wamerudi. Na sasa hivi tunaongeza maradufu ule usalama, asitoke mtu. Ilikuwa hawataki mtu atoke wala aingie. Kwa hiyo ni dangerous to live, dangerous to stay. Maka ilikuwa ni hatari ukiingia, ni hatari ukitoka. Kwa hiyo hirasa ikawa kubwa. Kwa hiyo hii hijra ya pili ilikuwa ngumu. Hijra ya kwanza hakukuwa na mizigo wala watoto, watu walikwenda flexible. Ni watu wachache kwanza, alafu mtu na mkewe tu, hakuna vitoto vichanga. Lakini hii ya pili watu wameondoka wengi, watu 100, wanaume 82 au 83 kwa ikhtilafu. Wengine wanasema Ammar ibn Yasir alikuwemo, wengine wanasema hakuwemo katika ulama usira na tarikh. Kwa hiyo wakimuingiza Ammar ibn Yasir ni wanaume 83, wakimtoa inakuwa ni pungufu. Wakiingizwa Ammar ibn Yasir wanafika 101, ukiinclude na idadi ya wanawake. Akitolewa ni idadi yao ya watu 100. Kwa hiyo wanawake 82 na idadi ya kukamilisha 100 inakamilishwa na akina mama walikuwepo katika msafara huu. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu, kwa sababu jopo la watu lilikuwa kubwa, idadi ya watu 100 sio ndogo, alafu walikuwepo na wanawake na watoto wao, alafu vile vile ilikuwepo ni ugumu wa kuondoka, kwa sababu hawa walioondoka hawakuwa watu wanyonge. Kila kiongozi unayemjua pale Maka na makabila makubwa basi alikuwa na mtoto katika
hii hijra ya kwenda Habasha ya pili, na yeye musafarini katika walioslimu wakaacha dini ya wazee wao. Ummu Habiba Ramla bintu Abi Sufyan, huyu ni mama wa Waislamu, baadaye atakuja kuwa mke wa Mtume, lakini kabla hajawa mke wa Mtume ni mtoto wa Abu Sufyan. Abu Sufyan ndo gogo katika magogo ya watu wa pale Makka. Ummu Habiba alikuwa Muislamu kasilimu, kwa hiyo alikuwepo katika hijra ya kwenda wapi? Habasha. Suhail ibn Amr, Suhail tutakwenda kumuona huko katika bai'atu, katika sulhul Hudaybiyah. Suhail ibn Amr, mmoja katika ashrafu wa Kiquraishi, magogo ya Kiquraishi. Binti yake Sahla bintu Suhail alikuwepo katika safari hii. Kwa hiyo vigogo Quraishi, Sahla bintu Suhail ibn Amr ni Muislam. Utba watoto wake walikuwemo humo, kina Abu Hudhaifa walikuwepo katika msafara. Safwan ibn Umayya alikuwepo, binti yake Zainab. Utba inasemekana hakuwa na mtoto mmoja, na Suhail hakuwa na mtoto mmoja, alikuwa na watoto watatu, binti wawili Sahla na Kulthum na mtoto wa kiume mmoja. Kwa hiyo wale vigogo wa kikafiri watoto wao walikuwemo, waliosilimu kuondoka. Kwa hiyo ujumbe unatoka hapo kwenda zao Ethiopia, unatoa picha kwamba hii dini haikukubaliwa tu na watu ambao eti ni watumwa wanyonge. Hata watoto wa vigogo ambao wanaaminika pale kwamba ni ashrafu kabila, nao wameingia katika support, katika imani ya kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kundi la kwanza, hijra ya mwanzo ilikuwa ikiongozwa na Uthman ibn Mad'un. Hijra ya pili kiongozi wao alikuwa Jaafar ibn Abi Talib. Jaafar huyu na Mtume ni binamu. Mtume anaitwa Muhammad ibn Abdullah, huyu anaitwa Jaafar ibn Abi Talib. Babu yao wote hawa ni Abdul Muttalib. Jaafar ibn Abi Talib ni ndugu wa Ali ibn Abi Talib na Aqil. Kwa hiyo Mtume Muhammad na Jaafar na Ali ni mabinamu wote. Msafara huu wa kwenda Ethiopia ulikuwa ukiongozwa na Jaafar ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Wakaondoka watu wakaenda zao nchi ya Ethiopia, wakapokelewa vizuri sana na mfalme wa Ethiopia An-Najashi. Lile alilolisema Mtume, lau kharajtum au khruju ila biladi al-Habasha fa inna biha malikan la yudhlamu indahu ahad, waliliona kwa macho yao kwamba nendeni Habasha, yupo mfalme huko, hadhulumiwi mtu mbele yake, nendeni huko. Wakaenda. Makuraishi wa Maka wakapata habari kwamba hata hili kundi la pili nalo limefika Ethiopia kwa salama. Wakakaa kikao, wakaona wafanye jambo. Makafiri wakawatuma wajumbe kwenda kwa mfalme wa Habasha, kwenda kuongea naye, na si kuongea naye, kwenda kutia fitna, ili wale wageni wake waliokuja kutoka Maka awafurushe, aseme naye mpaka wasipate amani na utulivu kule, warudishwe. Sasa wakawachagua watu wenye ushawishi mkubwa watakao kwenda kuzungumza na mfalme wa Ethiopia, akubali maneno yake, na wale waliojipeleka kule wakidhani kwamba watakwenda kupata usalama kule, kuwe moto kule kama huko, ndo yale yale, la yuriduni wala yuridu rahmatallahi tanzilu alayya. Huyu hanitaki na hataki rehema za Mungu zinishukie. Huku wanatutesa, tukienda kwa watu wengine pia hawataki tukae kule, wanataka tufukuzwe. Kuna watu wa aina hii, wakikuchukia wewe wanataka ulimwengu mzima ukuchukie. Ikiwa hawakupendi wewe, wanataka kila mtu anayekuona asikupende. Ndio ile sasa kutia fitna kila pahali, kuzungumza kila pahali. Kila pahali ambapo unafahamika, unajulikana, unaeleweka, unapendwa, analipeleka lile jambo au kitu ambacho kitawafanya watu wageuze mtazamo wao juu yako ili wawe kama yeye. Ndio watu wa Maka. Nyinyi mmewafukuza, sasa si adui yenu, wameshaondoka, laleni.
pumueni, semeni alhamdulillah, tulikuwa tunatamani waondoke, wameshaondoka. Sasa wameenda huko, mnawafuata huko vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akabakia na wengine ambao walikuwa na support kubwa ya watu wao, wakawepo pale Maka, lakini mapambano kidogo yakawa yamepungua kutokamana na Hamza ami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na support ya Umar ibn al-Khattab, ikawa Waislamu kidogo angalau kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, kana islamuhu fathan wa hijratuhu nasran wa khilafatuhu wa imamatuhu rahma. Huyo ni Umar ibn al-Khattab. Akatumwa Abdullah ibn Abi Rabi'a na makafiri pamoja na Amr ibn al-As. Hapo ni makafiri bado, hawa watu wako katika dini ya washirikina. Watu wameshaka kikao, ni nani atakaye kwenda kwa Najashi kupeleka ujumbe kwamba kumekuja watu na kuwatilia fitna waondoshwe kule. Akamwambia hakuna mwingine isipokuwa Amr. Amr kisoma sira na adabul arabi anaitwa dahiya min duhati al-arab, yani kulikuwa kuna watu ni duhati ni watu wajanja, watu walokuwa wana mbinu hila ambazo, yani mtu ambaye yuko smart katika baadhi ya maeneo fulani. Walikuwa natajika kwa majina Al-Mughira ibn Shu'ba, huyo Amr ibn al-As na wengineo, na kina Muawiya ibn Abi Sufyan kusema ni duha, watu walikuwa na maneno, wana vitu vya kuzungumza. Sema hata anasema Al-Mughira ibn Shu'ba, ukimfungia milango, kama milango iko 7, basi yote ile atatoka katika milango 7 kwa njia anazozijua mwenyewe. Yani ni watu wako smart. Mmoja ni Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ni mtu mkubwa, na baadaye alikuja kuwa mtu manake katika masahaba bwana Mtume. Historia ya Masri yote kufunguliwa iulize chini ya bwana huyu akiitwa Amr ibn al-As, lakini wakati huu tunazungumza akiwa kafiri na mushrik. Ndiye aliyetumwa kwenda kwa Najashi. Kwanza katumwa kwa sababu alikuwa anafahamiana na Najashi kabla ya hapo, kwa hiyo ni rafiki yake, wanajuana. Katika zile safari za kwenda Ethiopia na biashara, Makuraishi walikuwa naenda, yeye alikuwa anajuana naye Najashi. Kwa hiyo katumwa kwamba wewe huyu ni rafiki yako, ni sahibi yako, unajuana naye, kwa hiyo nenda, wewe utakuwa mwepesi wa kumfahamisha nini lengo letu. Alafu alikuwa dahiyun au katika duhati al-arab, ni mjanja, anaweza akatumia mbinu nyingi kuhakikisha anafikia zile goals zake anazozihitaji. Yeye na Abdullah ibn Abi Rabi'a, watu wawili tu, wakavuka na wao wakaenda mpaka Habasha kwa lengo la kutia fitna Waislamu 100 waliokuwepo kule wafukuzwe. Akaenda, kabla hawajaondoka Maka, wakauliza anapenda nini mfalme wa Habasha ili tumchukulie zawadi. Unaona, kwanza hii ni rushwa, wanataka kwenda kumpa zawadi ile kile ambacho watakachokisema na kiwe rahisi kukubalika. Amr akaambia huyu anapenda ngozi zilizodabiriwa, zilizopakwa rangi, yani ni mtu ana hobi sana ya kupenda hivi vitu. Kwa hiyo wakakusanya ngozi nzuri wakamfungia, wakamwambia hizi mpelekee zawadi. Amr ibn al-As na mwingine Abdullah ibn Abi Rabi'a wakaja zao mpaka Habasha, wakachukua zawadi za wale patriarch, yani viongozi wa kisiasa wale wakubwa wale kama mawaziri, na wakawapa wale kwanza, kama wanawalishia hizi bwana zawadi zenu na hivi na hivi. Alafu yale maneno wakaanza kuambia wale laqad lajaa ila biladikum ghilman sufaha taraku dina abaihim wa ajdadihim. Sisi tumekuja bwana, mnajua nyinyi, lakini habari mliopo hapa kwenu wamekuja vijana wajinga, watu wasiokuwa na akili, wameacha dini ya wazee wao, wameingia katika dini ambayo haitambulikani. Japokuwa mfalme wenu ana dini yake, pia hawakuingia katika dini ya mfalme wenu, yani Mnasara. Dini ya Najashi ni Nasara. Sasa
fitna zile zikaanza kupelekwa, kuenezwa kwa kupitia hawa wadogo wadogo kabla hazijafika kwa mfalme. Siku ya pili sasa shaandaliwa mazingira ya hawa bwana kuja kumuona mfalme. Wameshatoa zawadi huku kwa wadogo wadogo, wakapata nafasi ya kukadimishwa. Sasa siku ya kikao, Najashi amekaa pale, wakaanza kuzungumza kumwambia mfalme maneno haya: ayuhal malik, ewe mfalme, ewe Najashi, tulilokuja nalo sisi, zawadi hizi tumekupa, tumekuletea, umepewa na vigogo na makuraishi na watu wakubwa kule Maka, lakini tunakupa habari kwamba hapa katika ardhi ya Habasha laja ilaikum ghilmanu sufaha taraku dinahum wa taraku dina abaihim wajau bidinin jadidin alladhi farraqa bainahum wa baina ahlihim. Hapa katika nchi yako kuna watu hawa ni watu wetu, wameacha dini yetu, wakaacha dini ya wazee wao, wamefuata dini mpya. Walam yadkhulu fi dini almalik, hata katika dini yako pia wameiacha, wameipuuzia. Angalau wangeingia katika dini yako, hawakuingia pia katika dini yako. Wapo hapa ni sufaha, kawataja kama sufaha. Sufaha ni mtu safi ni mtu manake mbumbu fulani hivi, limbukeni fulani, mjinga fulani hivi. Wale hawakuwa hivyo, lakini ni chuki. Watu wasiojielewa wapo hapa na wamekuja hapa, si watu wazuri kabisa. Walipokuwa wameacha dini yao kufuata dini ya mtu mwingine isiyokuwa maarufu na wakaja hapa, sisi tumetumwa. Arsaluna, hao ashrafu qabilatihim, wametutuma sisi tuje kwako, litaruddahum ilaihim, ili utukabidhi hawa vijana mfalme wewe, tuwarudishe kwa baba zao na wazee wao. Hichi ndicho kilichotuleta sisi. Lakini yule mfalme, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona zamani katika uongozi wake, akasema la yudhlamu indahu ahad. Najashi akasikiliza, akasema sawa, hata asma minhum, nataka niwasikilize na wao vile vile. Unaona mtu mwadilifu huyu. Ile chuki iliyochochewa na moto uliokokwa haukuwaka ukaona waka, mtu kumbe kumekuja vijana sio wazuri hapa, kama wamegombana na watu wao huko wanataka kuja hapa kuingiza ugomvi na kutenganisha watu, wafukuzeni. Hapana, akasema waiteni niwasikilize. Wakaitwa. Kabla ya kuja pale, Waislamu wakakaa shura, waliwaona jamaa wanaingia pale kina Amr ibn al-As na Abdullah ibn Abi, wakaulizana, sasa jamani, sisi tutaitwa kwa mfalme kwa hali hii, madha taquluna, madha tujibuna, tutasema nini tukiulizwa, tuelezeje mambo yetu? Ma taquluna lirajulin idha ji'tumu, mtaambiwa nini, mtamueleza nini akikupigeni maswali kadha wakadha kuhusu dini yetu, kuhusu mtume wetu? Jaafar akasema lile lilokuwa nalizungumza mtume wetu ndilo tutakalolizungumza, ukweli mtupu. Hatutobadili kitu chochote kusema uongo kwa sababu ya kujitetea au vipi. Kile alichotufundisha mtume ndicho tutakachomwambia, vile tulivyo ndivyo tutakavyomweleza. Wakaitwa Waislamu. Walipofika mbele ya Najashi, kawa yupo mzungumzaji wao ambaye ni kiongozi wao, Jaafar ibn Abi Talib. Yakazungumzwa pale mazungumzo, maswali. Najashi akawauliza, haya yanayozungumzwa hapa kuhusu habari ya nyinyi kuachana na dini yenu, kufuata dini mpya, kufarikisha kati ya watu, nyinyi kwamba ni watu aina fulani, iko vipi? Mnaweza mkazungumza chochote kuhusu hili ambalo limezungumzwa na akina Amr?
Abdullah Jaafar ibn Abi Talib akasema, ayuha almalik, kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-asnam naakulu al-mayta nusi'u al-jawari wanasema wa naqta'u al-arham. Sisi unavyotuona tulikuwa watu katika ujahili mkubwa, tulikuwa tunaabudu masanamu, tulikuwa tunakula mfu vibudu, tulikuwa ni wajirani wasiopendana wanaofanyiana uadui na ubaya, tulikuwa hatuwapendi hata watu wetu, tunakata koo zetu. Angalia aliyoyachagua Jaafar ibn Abi Talib, maneno ambayo yalichaguliwa. Wanasema katika vitabu vya history, presentation iliyotolewa na Jaafar mbele ya Malik Najashi ilikuwa ni ghali. Leo unaweza ukaifanyia research, ukaandika rasail mbalimbali, manake kauzungumza Uislamu wote kwa dakika chache na ndani ya maneno machache. Yani presentation kama hizi ni za watu wale waliokuwa katika level ya hali ya juu katika mambo ya lecture. Maneno machache tu, hayana manake tafsiri, kaya kusanya tu, anampa introduction, sisi ni akina nani, kwa kunna ahla jahiliya, sisi tulikuwa watu wa ujahiliya. Akamweleza ujahiliya wenyewe tulikuwa tunafanyaje, naabudu al-asnam, sisi unavyotuona tulikuwa tunaabudu masanamu, naakulul maita, sisi tunakula mfu, nusiul jiwari, sisi tulikuwa hatukai vizuri majirani, sisi naqta'ul arhama, tulikuwa tunakata koo. Anasema tulikuwa tunaishi hivyo, lakini kubwa, wayakulul qawiyyu minna dhaif, sisi katika mujtamaa wetu mwenye nguvu ndo mpishe. Ilikuwa mtu mwenye nguvu anamnyang'anya na kumdhulumu na kumnyanyasa mnyonge. Unaona maneno aliyoyapanga Jaafar. Maneno haya ukimwambia mtu mwenye kupenda uadilifu, umemmaliza. Jaafar harembei tu hapa, anarusha karata zake vyema, kwa sababu Mtume akasema, inna biha malikan la yudhlamu indahu ahad, kuna mfalme huko hadhulumu mtu. Sasa anamtajia mambo yanayofungamana na dhulma, kwamba sisi kule mwenye nguvu ndo mpishe, yaakulul qawiyyu, aliyena nguvu anamla adhaifu, yani anamdhulumu. Hivyo ndivyo tulivyokuwa tunakula, tunaishi. Hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan. Anaingia sasa katika pati nyingine, ashazungumza past tulivyokuwa, sasa anazungumza nini kilichowabadilisha. Anasema faba'atha Allahu ilaina rasulan, akatutumia Mwenyezi Mungu mjumbe, na huyo mjumbe naarifuhu, sio kwamba hatumjui, tunamjua, tumeishi naye, tumekuwa naye. Naarifuhu wa naarifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa athafahu. Kamtajia mambo kule, kataja mambo matano, huko anataja na angalia vitu vidogo vidogo, lakini shamil. Katuletea Mungu mtume tunamjua, tunaijua nasaba yake, manake sio mtu tu kaja from nowhere, tunamjua, tumeishi naye, tumekuwa naye, nasaba yake tunaijua, tena mkweli. Naarifu sidqahu wa amanatahu, na uaminifu wake, wa iffatahu, na tunaujua namna alivyokuwa akijichunga. Hatukumwona kuzika watoto wa kike, kunywa pombe, kuzini, kufanya uchafu wowote. Naarifuhu, tunamjua vizuri. Fa amanna bihi, tukamwamini kwamba huyo ni mtume. Fa amarana biibadati llah wa nahana an ibadati al-asnam, daana ila tauhidillah. Huyo mtume akatuamrisha tuswali, tumfuate, tumpwekeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatutoa katika hayo yote. Na wale makafiri wako pale wanasikia, na aliyoyatamka Jaafar kumwambia Najashi hawakupinga, kwa sababu ndivyo ilivyo.
Huyo mtume wao walikuwa wakimuita as-sadiqul amin, wao makafiri wakimuita as-sadiqul amin, hawakuwa wakimuita Muhammad, walikuwa wanamuita mkweli mwaminifu. Jaafar anachokisema, anasema naarifuhu wa naarifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa iffatahu. Huyo mtume sio malaika, sio mtu mgeni kwetu, tunaijua nasaba yake, tunamjua tabia zake, tunaijua background yake, malafu sawabiqihi naarifuhu jayidan. Akatuita katika makarimul akhlaqi, tuungeko, katuwaonesha namna gani wazazi, vipi tuishi na majirani, vipi tu, yote akamweleza katika maneno machache ya vifungu. Anasema hivi, anamaliza sasa. Angalia, kachukua pati ya kwanza kazungumza past, kachukua pati ya pili akatuletea mtume. Sasa now akazungumza pati ya tatu, thamara. After that what happened? Anasema falamma amanna bihi wasaddaqna, tulipomwamini mtume huyo na kumfuata, watu wetu sasa wakaanza kutukasirikia. Hawa walikuja kushtaki, fa'adhabuna wa naqamuna, wakatuadhibu, wakatutesa, wakatupiga. Walipotupiga na kututesa, tukawa hatupumui kwa adhabu zao, tukaanza kutafuta tufanye nini. Falajana ilaik, ndio maana tumekuja kwako. Sisi ni lajiin, ni refugees, tumekuja kwako. Kisha kaambia walaqad ikhtarnaka ala man siwak. Na kwa nini tumekuchagua wewe? Hatukwenda Yemen kwa Waarabu wengine, hatukwenda Oman, hatukwenda Bahrain, hatukwenda. Kwa nini tumekuchagua wewe? Laqad ikhtarnaka ala ma indaka min al-adl, ule uadilifu mtume wetu ametuambia, inna biha malikan la yudhlamu indahu ahad. Ile justice ambayo ipo kwako ndio imetufanya tuje kwako, tukijua kwamba huku tutakuja kupata uadilifu wa hali ya juu. Sasa wameshamaliza, Amr umeshapigwa magoli 3 bila, kama vijana wanavyosema, amemalizwa kabisa kabisa. Kimya. Najashi anatikisa kichwa. Hal ma'aka shay'un mimma jaa bihi nabiyukum? Najashi akauliza, je, hayo ambayo kaja nayo huyo mtume wenu unayo wewe? Kidogo uniambie ni mambo gani hayo, yani Qur'an. Jaafar akasema naam. Na kabla ya hijra kulikuwa kumeshuka sura inaitwa suratu Maryam, na zimeshuka sura nyingi. Iqra imeshuka, Wadhuha imeshuka, ya ayyuhal mudaththir imeshuka, Ar-Rahman zote hizi hakuzisoma. Kwa nini kasoma suratu Maryam? Kwa sababu Najashi ni Mkristo, anamzungumzia habari za Mary, namna gani mimba yake ilivyochukuliwa na akida yake na imguse. Akasema naam, tunacho alichokuja nacho mtume wetu. Hebu nisema ikra alai. Wale mabatriarki wako mbele pale, wamekamata injili zao, wanazo vitabu vyao pale. Akasoma bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Na akaipiga ile sura nzima mpaka wanamtizama Najashi, machozi yanamtoka. Ukisoma vitabu vya sira zina fabaka Najashiyu, Najashi analia na maaskofu walikuwepo pale, wakarowesha
masahif, yani zile injili zao, wakaziroesha machozi, wakawa nalia kwa suratu Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban faarsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Mpaka mwisho akawa analia Najashi, analia, anasikia yale maneno, akasema wallahi inna hadha alkalam, anasema inna hadha alkalam, alikuwepo pale mturjumani na tafsiria maneno yote. Inna hadha alkalam, hakika maneno haya ulioyasoma kijana, walladhi jaa bihi Musa, na maneno aliyokuja nayo Musa, la yakhrujani min mishkatin wahida, yote haya yanatoka katika chombo kimoja, yani yote haya yanatoka kwa pahala pamoja, ni maneno ya wahyi mmoja. Kwa nini akusema yaliyokuja na Isa? Kwa sababu mtume wake yeye ni Isa, kwa sababu Injili inakamilisha tu yale yale ya Nabii Musa katika Taurat. Kwa hiyo Nabii Isa hakuja na sheria mpya, amekuja na yale yale. Ndio maana anasema mimi sikuja kuitengua Taurat. Kwa hiyo ndio maana anasema walladhi jaa bihi Musa la yakhrujani min mishkatin wahida. Haya maneno yaliyokuja na Musa na haya yaliyosomwa wallahi yanatoka katika jungu moja, sehemu moja. Anasema nendeni mkamwabudu Mungu wenu kwa raha kabisa na nafasi kabisa, wallahi sikurudisheni huko Maka. Kama hivi ndivyo mnavyozungumza, sitaki hata kuwarudisha. Kaeni, mko salama, mko salama. Izhabu, mko huru, mko salama. Atakayewafanyia ghasia zozote hizo atakiona cha mtema kuni. Wale wakaondoka pale Waislamu wa furaha kabisa, wamemaliza. Amr ibn al-As akamwambia Abdullah ibn Abi Rabi, wallahi kesho mimi nitarudi hapa, nitahakikisha nawang'oa huu mti, naung'oa na mizizi yake, kwa nitakalo lichomeka mimi kesho kwa mfalme, hawa watajitafuta wasijipate. Maana karata hii nimeicheza, haijaleta ushindi, wataona mara ya pili, mimi nitakuja hapa kesho. Abdullah ibn Abi Rabi anamwambia, bwana usifanye hivyo, hawa hata kama tunakhtalifiana nao lakini ndugu zetu hivyo, hawa usiwafanyie vitu kama hivyo, usicheze rafu kama hizo, hawa ni jamaa zetu bado, lana rahimun, ni watu ambao tunaungana. Akama hapana, lazima tufanye. Akaja siku ya pili, sasa alichoazimia kukifanya nini? Akamwambia nitakwenda kumwambia mfalme kwamba wewe si unasema ni mfuasi wa Isa wewe, basi hawa wanamtukana mamake Isa, hawa innahum yaquluna fi Maryama qawlan shani'an adhiman. Hawa Waislamu hawa wanasema kumuhusu Maryamu neno kubwa, matusi makubwa. Nitakwenda kumwambia, nyinyi mmemsomea hizo aya zenu nini, kalia pale kia hajafahamu, nyinyi mnasemaje kuhusu Isa na mamake? Waislamu wakawa sasa wanashauriana tena, la sasa tutafanya nini? Yule bwana akaenda kituchomekea vitu kama vile tena. Wale wakasema sasa mkiulizwa kuhusu Maryam mtasemaje? Sema tutasema vile vile Qur'ani inavyosema na mtume wetu anavyosema. Siku ya pili ikafika, Amr ibn al-As akamfuata mfalme, akamwambia mfalme, innahum yaquluna fi Maryama qawlan adhima, fi Isa qawlan adhima. Hawa wana maneno makubwa mabaya wanayazungumza kuhusu Isa. Si kuna imani za Kristo nyingine kwamba Isa sio Mungu, kuna imani zinasema yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Mungu. Ziko imani hizo, nyingine wanasema ni thalithu thalatha. Sasa Waislamu wanapinga hilo, ndio maana anamwambia hao wanasema yeye si chochote, ni abd. Wanasema wanamuita hawa Waislamu wanamuita Isa abd, yani mja wa Mwenyezi Mungu. Hata mtume anasema ana Abdullah, qulu Abdullah. Na katika wasfu aliosifiwa mtume na Mwenyezi Mungu, moja ni kuitwa Abdullah.
mja wa Mwenyezi Mungu, na sote ni abdullah, ibadullah. Sote ni waja wake, ni watumwa wake. Mwenyezi Mungu ni watumishi wake, sote tunamtumikia yeye. Viumbe wote ni ibadullah. Sasa wanasema hii kumuita abdi, hii unamuita mtumwa, unamuita mja, unamvunjia heshima. Sasa akaona kwamba akimwambia Najashi kwamba hao Waislamu wanasema Isa ni Abdullahi, itakuwa ni matusi makubwa sana kwake. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Angalia Qur'ani inamtaja mtume, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye amempeleka mja wake. Abd hapa, abdihi ni mtume sallallahu alaihi wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Abdullah hapa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema msipitishe mipaka katika kunisifu kama walivyopitisha mipaka manasara, lakini semeni qulu abdullahi wa rasul, inma ana abdullahi wa rasul, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu, ni mtumishi wake. Semeni mja wa Mwenyezi Mungu, ni jina zuri. Unafurahi ukiambiwa wewe ni mja wa Mungu. Sasa ni mja wa nani? Sasa wakaona hili ndio tukio kubwa litakalowamaliza Waislamu. Wakaenda wakamwambia Najashi, hawa wanasema kumuhusu Isa maneno mabaya, machafu, matusi. Akakasirika. Waiteni. Wanasema nini kumuhusu Isa? Waiteni. Wakaitwa tena Waislamu. Ma taquluna fi Isa ibn Maryam, mnasema nini nyinyi kumuhusu Isa ibn Maryam? Jaafar akarudi kujibu, naqulu innahu kalimatullah wa ruhuhu, innahu ruhullah, tunasema kwamba Isa ni roho wa Mwenyezi Mungu. Abdullah ni mja wa Mwenyezi Mungu, wa ruhuhu, roho yake, wa kalimatuhu, na ni neno lake, alqaha ila Maryam, alilolitia katika nafsi ya Maryam akazaliwa. Yani lile neno la kusema kwamba kuwa, akawa, kama vile alivyozungumza katika suratu Maryam, idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban faarsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inni abdullah. Anasema innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril alimwambia Maryam, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki, katika qiraa li yahaba laki ghulaman zakiyya anna yakunu li. Akapuliza katika nguo yake hapa, jaib ni hapa, akapuliza neno la Allah likamwingia Maryam, akapata ujauzito. Lile neno kalima ndo Allah anasema katika suratu Al-Imran, innama mathalu Isa inda Allahi kamathali Adam, hakika mfano wa Isa mbele ya Allah ni kama mfano wa Adam. Khalaqahu min turab, Mwenyezi Mungu amemuumba Adam kwa mchanga. Thumma qala lahu kun, kisha akamwambia kuwa Adam, fayakun. Na hivyo hivyo ni neno kuwa Isa, akawa Isa, kama vile alimwambia Adam kuwa, akawa mtu. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu akitaka jambo analiambia tu kuwa na linakuwa, na huyu aliambiwa kuwa akawa. Waka-explain hivyo Waislamu mbele ya Najashi kwamba ni neno la Allah, ni roho yake Mwenyezi Mungu aliyoiumba. Mwenyezi Mungu ni roho yake kaiumba, akaipuliza kwa Maryam, akapatikana huyu mtoto. Hakadha yaqulu nabiyuna wa yaqulu dinuna wa yaqulu Allah. Hivi ndivyo tulivyofundishwa na mtume wetu, na hivi ndivyo anavyosema Qur'an. Alikuwa na ujiti huyu mfalme Najashi, akausimamisha akasema, wallahi aliyoyasema kijana huyu lam yatajawaz hadha al-ud, hakuna hata sehemu yaliyopita mpaka yakashinda ujiti. Yani ni sawa bin sawia, hivyo ulivyozungumza kijana ni sahihi. Nyinyi nini mnataka kwa hawa watu? Sema ruddu ilayhim hadayahu,
warudishieni zile zawadi walizonipa zote. Kumbe walikuwa wananitongoza wapate kunipa, warudishieni zawadi zao. Wakarudishiwa mazawadi yao, magozi yao wale wakapewa ngozi zao walizokuja nazo, wapeni wenyewe zawadi zao. Endeleeni kukaa vijana, fanyeni ibada zenu. Huyu mfalme An-Najashi alislimu baadaye. Hii ilikuwa ni hijra ya kwanza, hijra ya pili baada ya hijra ya bwana mtume Muhammad, baada ya hijra ya kwanza aliyeiunda Sayyidina Uthman ibn Mad'un, na hijra hii ilikuwa ya pili, watu 80, na matunda yake ni haya. Watu wakaishi kule Ethiopia, wakafanya ibada zao, wakaeneza dini, wakafanya mambo yao ya kheri. Ndio maana Ethiopia ikapatikana Uislamu, na mpaka leo katika hizi sehemu ambazo ni za kihistoria ambazo tunazizungumza hapa, alipokuwa Najashi kuna msikiti umejengwa. Ukienda Ethiopia waulize wenyeji, utembelee katika sehemu kama hizo. Unajua history inamfanya mtu anapata kujua mambo mengi sana, na mambo yoyote ya athari yanaleta ajwa ghaira hadi katika mambo ambayo mtu anayaamini. Unapokwenda kule Maka, unapokwenda kuzuru Al-Kaaba, ukazuru msikiti wa Maka, ukazuru Jabal Hira, ukaenda katika Jabal Rahma, ukaenda zile amakin siyahia, ukafanya ziara katika zile sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha athari. Ukaambiwa hapa ndipo aliporembea Nabii Ibrahim mawe, hapa ndipo alipotaka kumchinja mwanawe Ismail, hapa ndio pahala alipopigwa yule tembo kutoka Yemen anataka kuivunja Al-Kaaba. Hii nyumba hapa ndipo alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa ndipo alipozikwa Bibi Khadija. Unapata shuur ghariba katika kuamini katika hawa watu ambao walipigania dini na sehemu tukufu zile ambazo pale ndipo iliposhuka Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Jabali hili linaitwa Jabal Hira au hili linaitwa Jabal Thawri, ambalo Mtume katika wakati wake anatoka kwenda zake Madina alijificha hapa kwa muda wa siku 3. Unaambia hapa ndo pahala Mtume alikuwa akiwasomesha majini Qur'ani na akawasilimisha. Hizi zote watu wanazijua sehemu kama zile na wanazifahamu, ni sehemu za kihistoria. Siwakataze watu kwenda kuziona wala kwenda kuzizungumza wala kuzizuru, wala usiziharibu ukazifanyia itlafu kwa lengo eti watu watakuja kufanya shirki. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuogopea umma wake kuja kushirikisha baadaye. Wewe unaogopea wewe vipi? Waislamu wanatakiwa kwenda katika sehemu zozote ambazo wao watapata ibra. Qul siru fil ardi fanduru. Qur'ani inatuambia tembeeni katika ardhi, mutizame, muangalie, muvute hisia, muangalie waliokuwepo, angalia katika madain saleh zile, angalia katika viunga vile vilivyokuwepo watu wengine walioadhibiwa. Ukienda kule Baharul Mayyit Jordan, pahala palipokuwa na Dead Sea pale, qaumi Lut wale pahala walipoadhibiwa. Ukienda katika kule sehemu walikuwepo Ashabul Kahfi na pango lao, zote ni sehemu ni nzuri kwenda kuona kwa ajili ya kusoma na kuweza kujua tarikhi na historia namna inavyozunguka. Kwa hiyo hata Ethiopia ni nchi ambayo tasharrafat kwa kukanyagwa na miguu ya masahaba wa bwana Mtume Muhammad kufika kule, bali mtoto wa Mtume Muhammad, masahaba wakubwa kama akina Jaafar ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatabiria pepo, akaitwa Jaafaru Tayyar, ambaye alikaa sana huku mpaka zile lugha za Kihebeshi wakawa wanazijua. Na hii namna nyingine vile vile, ukisafiri nenda kasome lugha za watu. Na Mtume Muhammad pia aliwahi kusikika akisema baadhi ya kalimat, maneno kadhaa wa kadhaa, word manaki za Kihebeshi, maneno ya Kihebeshi. Na lugha ya Kiarabu kuna maneno mengine Wahabeshi wenyewe wakizungumza, yapo maneno ya Kiarabu kama vile lugha yetu ya Kiswahili ambayo imetoholewa kutokamana na maneno kadha wa kadha ya Kiarabu na Kihabeshi vile vile. Na Mtume alikuwa anaipenda sana Habasha pia kutokamana na kwamba mlezi wake Ummu Aiman ni Mhabeshi. Ummu Aiman Baraka, ambaye alimlea Mtume kutokea mamake amekufa mpaka alipopata utume. Ummu Aiman yuko pamoja naye.
Kwa hiyo inaonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipata stories za vipi ipo Habasha, kwa sababu mamake alikuwa anamwambia anti ummi baada ummi, wewe ni mama yangu baada ya mama. Alikuwa anampenda sana Ayman Mtume. Mamake amekufa Mtume akiwa na umri wa miaka 6. Ina maana aliyemshika mkono wakati wameenda zao kuangalia wajomba zake kule Madina ni Ayman. Mtume mdogo hapo, Ayman yuko naye. Mama amekufa amezikwa, yuko pamoja na Ayman. Amelelewa na Ayman, amekuwa naye mpaka Mtume ameshakuwa mtu mzima. Tena amekuja Mtume akaja akamwozesha Ayman mmoja katika masahaba zake, Zaid ibn Haritha, ambaye huyu Zaid mwenyewe alikuwa anaitwa Hibbu, yani kipenzi cha Mtume. Akamwozesha Ayman, akazaliwa mtoto anaitwa Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid mama yake ni Ayman. Babake ni Zaidi Mwarabu, lakini mama yake ni Mwafrika. Ayman kutoka Ethiopia, anazijua. Mtume kafa, baada ya muda ndo akafa na yeye Ayman. Yani watu waliokufa karibu sana baada ya Mtume kufa ni Bibi Fatima baada ya miezi 6, Fatima binti yake Mtume na Ayman. Mtume alikuwa akiishi akienda kumtizama Ayman kila wakati, akienda kumtembelea. Alipokufa bwana Mtume, Abu Bakr na Umar wakaliendeleza ili wakawa wanakwenda kumtembelea Ayman kama alivyokuwa akienda kumtembelea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii Habasha Mtume alikuwa anaipenda, iko ndani ya roho yake. Na sio kwa hayo tu, kwa sababu ya ule uadilifu wa kiongozi wao. Na hapa tunawapa salamu viongozi wote wale wanaongoza, wawe ni maraisi, ni mawaziri, ni maimamu, ni masheha, wote. Ukipata uongozi wowote, uadilifu ndicho kitu kinachoupamba uongozi wa mtu. Uadilifu ndio nguzo muhimu ya kuhakikisha unawaongoza wenzako kwa hali ambayo italeta furaha ya maisha yao ya uongozi wako. Ukishashikana na kitu kinachoitwa uadilifu, hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea zawadi siku ya Kiyama ya kivuli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema 7 yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Wa kwanza alokuja first katika list, imamun adilun, kiongozi mwadilifu. Waislamu wako Ethiopia wakarudi kina Abdullah ibn Abi Rabi'a na Amr ibn al-As, waliotumwa na makafiri wa Makuraish wa Maka kuleta result kwamba bwana tumegonga ukuta. Kijana Jaafar kanishinda, maneno aliyoyazungumza mbele ya Najashi mpaka Najashi kalia. Tena kahakikisha ata protect na kuwaekea usalama zaidi. Wamekubalika bwana, tumeshindwa, tumerudishiwa na mazawadi yetu, tumerudi nayo. Sasa hasira zikazidi, vita huku vikawa mapambano ya kila siku yanazidi kuzidi tena. Wakaamua sasa Makuraishi waje na mbinu mpya ya kuhakikisha wanamshinda na kumbit Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbinu gani waliokuja nayo? Ikaja mbinu ya hisar. Wamewahi kusikia Marekani imewekea vikwazo nchi fulani, au nchi fulani imewekewa vikwazo na Jumuiya ya Ulaya? Umesikia hizi katika mambo ya kisiasa. Sasa na Makuraishi walimwekea vikwazo Bwana Mtume na makabila yake. Hivyo vikwazo na hali ya hisar tutakuja kuizungumza biidhnillahi tabaraka wa taala katika kipindi chetu kijacho. Walipokuwa squeezed, watu wakaekewa hisar iktisadi, waliekewa vikwazo vya kiuchumi, hakuna kuwauzia kitu. Waliomfuata Muhammad, tena si wao tu, hata kabila la Muhammad, Bani Hashim na wengineo waliokuwa karibu nao, hata wasiwe wamemfuata Muhammad kwa kusilimu, wawe watu wake tu wa karibu pia. La tabi'uhum, la tashtaru minhum, la tuzawijuhum, la tukhalituhum,
msinunue kitu chochote kutoka kwao, wala msiuze, wala msiwaowe binti zao, wala msiolewe nao, wala msichanganyane nao. Wote hao waliokuwa wametajwa na wataainishwa makabila fulani fulani wakiongozwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vikwazo hivi vyote tashmaluhum. Hivi vikwazo vilileta athari kubwa sana, na hii ndio itakayokuwa mada yetu na darasa yetu ya Jumanne ijayo katika wakati na kipindi kama hiki. Isipokuwa nataka nitoe tangazo moja la kipindi chetu kipya ambacho ni kipindi moja miongoni mwa vipindi muhimu sana, ukiachia vile vipindi ambavyo tunaendelea navyo Sheikh Hamis Abdul Hamid tafsiri ya Qur'an, ili watu wajue maana ya maneno ya Qur'an, zinaendelea kama kawaida. Kuna visomo hapa vya maqamat, sauti zile za Qur'an, lakini sasa tuna kipindi kipya vile vile ambacho kinaongozwa na Dr. Abu Bakar Makame, ambacho ni qiraat, sio maqamat, qiraat. Hizi qiraa za Qur'ani, namna gani unaweza ukafika pahala ukaswali msikitini ukamsikia imamu anasoma design nyingine, au umerushiwa clip unamsikia qari wa Qur'ani anasoma kwa sauti nzuri, lakini namna ulivyozoea wewe na kusomeshwa wewe, sasa huyu kakosea, huyu kakosea. Kwa nini ikasema alladhi akhraja almar'a na mimi nimesikia almar'a? Hivi vyote ni vitu ambavyo ni muhimu kuvijua ili usiwe mgeni wa hizi qiraa. Sisi huku katika East Africa tunasoma sana qiraa cha Hafs, ambacho ni hiki tunachokisoma cha siku zote, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Lakini tukija tukimsikia imamu mwingine tu sema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin, tunaweza tukamkosoa, umekosea. Hajakosea, yeye katumia qiraa kingine. Na dinan qayyiman, kakosea, hajakosea, katumia qiraa. Sisi tunasema dinan qiyaman. Zote hizi ni qiraa, utazijua kesho katika siku za Jumatano baada ya sala dhuhuri kuendelea. Kipindi hiki kimeshaanza rasmi na utapata faida kubwa sana. Karibu ufungulie TV yako ya Sheikh Uthman katika siku hizo, kama unavyofuatilia darasa nyinginezo zetu, basi na usikose, ili upate kujua qiraa cha Warshi, Duri au cha Hafsi kama tunavyoendelea, au na vinginevyo vingi ambavyo vinafika 7 au hata 10. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Qulu qawli hadha astaghfirullah. Na vile vile kutakuwa kuna kipindi kingine kitakuwa kinazungumzia masala ya sheria katika masala ya fiqhi, hususan mambo ya ndoa. Hiki vile vile kitakuwa kinaletwa na al-Ustadh Said katika siku hiyo hiyo ya Ijumaa baada salati al-asr. Masaili ya ndoa ndio yanayotuumiza sana katika baadhi ya miji yetu kama sio yote. Kwa hiyo tutegee sikio kutatuliwa haya mashakil ili kutengeza ndoa zetu. Siku ya Ijumaa kipindi hichi katika durusu za fiqhi na hususan masala ya ndoa utayapata hapa katika channel yako unayoipenda ya Soma TV au Sheikh Uthman Maalim TV. Swali moja. Naam. Mmoja kauliza Zaituni kwenye YouTube anasema, je, ikiwa nimeswali nikata hiatu ya mwisho, alafu baada ya salamu ya kwanza kutoa haijafika ya pili nikatoka na ukweli, je, swala ina siku au inakuwa? Katika swala kuna vitu vingi ambavyo lazima uvichunge, uvitizame. Kwanza kuna nguzo, alafu kuna sunan, na hizi sunan zimegawika. Kuna ab'ad na hayat. Kuna sunan za ab'ad na hayat. Hizi sunna ni muhimu vile vile kuzijua. Kuna zile ambazo ukiziacha unasujudu sijda sawi katika madhehebu yetu ya Imam Shafi'i, kama kuacha tahiyatu ya pili, ile unaweza ukaiacha ikiwa umeshasimama wima, kwa sababu tayari umeshafika katika nguzo. Kwa hiyo huwezi kuacha tena nguzo ukairudia ile sunna.
Kwa hiyo ile unakuwa unaweza ukaiacha kwa sababu umeshafika juu, alafu baadaye utasujudu sijdatu sahwi na mfano wake kama kunuti na vitu vinginevyo. Ni baadhi, lakini katika sunna ziko hayat ni mapambo na kuweka mikono na nini, mapambo yale hata ukisahau huwezi ukairudisha, huwezi ukaja ukasujudu sijdatu sahwi. Na katika nguzo ni salamu ile ya kwanza ni nguzo. Kwa hiyo ukishakuwa wewe umetoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, umeshatoka katika sala. Ile nyingine ndio maana kuna wengine wanapiga salamu moja tu, assalamu alaikum wa rahmatullah, ukishapiga salamu umeshatoka katika sala, umeshamaliza. Kwa hiyo hii ndio nguzo ya salamu ya kwanza, kama vile ilivyokuwa takbiratul ihram ile. Na watu wengi hapa nataka pia nitanabahishe katika masala ya fiqh. Kuna watu hawapigi ile takbiratul ihram, utakuta wanakuja katika sala kivivu hasemi Allahu akbar. Kosa kubwa, sema kuisikilizisha mpaka hata mwenzako jirani akisikia, sio vibaya Allahu akbar, kwa sababu Mtume anatuambia huu ndo ufunguo wake. Sasa hapo ndo unaifungua sala, hapo ndo unaingia katika sala. Unapokuja tu kimya bila kusema, unakuwa hujaitendea haki. Allahu akbar ndio unaingia. Kwa hiyo miftahuha, kuingia kwake katika sala ni ile takbiratul ihram, na kutoka kwake ni ile salam. Kwa hiyo pale utakuwa ushamaliza sala. Wassalamu alaykum. Ikiwa nimeenda kuomba kazi na katika ili nipate kazi lazima nitoe hongo, aina yote tunaangalia ni hongo. Rushwa ni mbaya kwa mtoaji na mpokeaji, lakini zaidi yule mwenye kuitisha. Sasa ikiwa ndio amekuitisha, yeye ndo mbaya zaidi, kwa sababu amekuweka katika mazingira critical, harija. Lakini arashi wal murtashi waraish, wanasema mtoaji na mpokeaji, na yule atakayekuwa katikati yao, yule atakayekuwa yeye ndo deal zote ile na mipango yote, labda na ndo katibu na karani wa kuandika. Kwa hiyo tujitahidi tusitoe wala tusipokee wala tusisawishi watu kutoa hongo au rushwa. Assalamu alaykum.